Ukweli ambao watu wengi hawataki kuusikia ni huu: sio kila mtu anayekuzunguka anakutakia mema. Kuna watu hawapigi kelele, hawapingani waziwazi, hawajionyeshi kama maadui, lakini ndani yao kuna tabia zinazokula nguvu yako, zinachafua akili yako na zinavunja kujiamini kwako polepole bila wewe kutambua. Hawa si watu wa kawaida tu. Hawa ni watu wenye kile kinachoitwa dark personality traits, tabia za ndani zinazowafanya watumie wengine kudhibiti au kuharibu bila kujali athari. Na hatari yake ni hii: wanaweza kuwa rafiki yako, mpenzi wako, ndugu yako au hata mfanyakazi mwenzako. Leo utaelewa aina 6 za watu hawa ili uweze kuwatambua kabla hawajakumaliza kimya kimya. 1. Mtu wa kujifanya mtakatifu, the manipulative victim. Huyu huwa haonekani mbaya kwa macho ya kwanza. Anaonekana mpole, mwenye huruma na anayepitia mengi. Lakini ndani yake kuna mchezo mkubwa wa kisaikolojia. Mtu wa aina hii hutumia maumivu yake kama silaha. Anapokosea, hugeuza hadithi mpaka yeye aonekane ndiye aliyeonewa. Atakufanya ujisikie vibaya hata pale ambapo wewe ndiye umeumizwa. Na hapo ndipo mtego ulipo. Unajikuta unaomba msamaha kwa kosa ambalo si lako. Kisaikolojia, hii ni mbinu ya kudhibiti hisia zako bila wewe kugundua. 2. Mtu mbinafsi kupitiliza, the narcissistic controller. Huyu ndiye mtu ambaye dunia inazunguka yeye. Mahitaji yake ndiyo muhimu. Hisia zake ndio za kwanza, na mafanikio yako kwake yanaonekana kama tishio, si furaha. Huwa anataka attention, sifa, udhibiti. Na ukikosa kumpa, anaanza kukupuuza au kukudharau. Atakufanya ujisikie mdogo ili yeye aonekane mkubwa. Atapunguza mafanikio yako ili yake yaonekane makubwa. Ukweli mchungu ni huu: huyu hakupendi. Anahitaji uwepo wako ili ajisikie bora. 3. Mtu wa kukuchosha kihisia, the emotional drainer. Huyu si lazima awe mbaya moja kwa moja, lakini kila unapokaa naye unatoka umechoka. Mazungumzo yake ni malalamiko, drama na matatizo yasiyoisha. Na hata ukimsaidia, kesho anarudi na mzigo mwingine. Tatizo ni hili: anachukua nguvu zako bila kukurudishia chochote. Kisaikolojia, watu hawa wanaishi kwenye hali ya utegemezi wa kihisia. Wanahitaji mtu wa kuwabeba, na wewe unakuwa target yao. Mtu wa kukuchezea akili, the gaslighter. Huyu ndiye hatari zaidi kwa akili yako. Anapokukosea hatakubali. Badala yake, atageuza ukweli mpaka wewe uanze kujishuku. Atasema, unawaza sana. Hiyo haikutokea hivyo. Wewe una matatizo. Na baada ya muda unaanza kujiuliza, labda kweli mimi ndio nina shida. Hii ni tabia inayoharibu self-confidence yako taratibu mpaka unapoteza uwezo wa kujiamini hata kwenye maamuzi madogo. Mtu wa wivu wa kimya kimya, the silent competitor. Huyu hata kuonyesha chuki waziwazi. Atacheka na wewe, atakaa na wewe, lakini moyoni anashindana na wewe. Ukifanikiwa, ananyamaza, anatoa pongezi za baridi au anabadilisha mada. Ukikwama, anapata nafasi ya kujisikia juu. Huyu si rafiki, ni mshindani aliyejificha, na hatari yake ni hii: atakuwepo karibu nawe, lakini hata kutakia ushinde kweli. Mtu wa kukutumia, the opportunist. Huyu yupo karibu nawe kwa sababu ya kile unachoweza kumpa, si kwa sababu ya wewe. Atakutafuta pale unapokuwa na kitu, unapoweza kusaidia, unapoweza kufungua mlango, lakini ukihitaji yeye anapotea. Kisaikolojia, huyu huona mahusiano kama transaction. Nini anapata, si nani uko. Na jambo la hatari ni hili: unaweza kutumia miaka mingi bila kugundua kuwa ulikuwa unatumika tu. Ukweli ni huu: sio kila mtu anastahili nafasi kwenye maisha yako.
Watu wenye tabia hizi hawaji na alama ya kuonekana. Wanakuja kama marafiki, wapenzi, ndugu au wafanyakazi wenzako. Na kama hutakuwa makini, wataingia polepole, watakaa na watabadilisha maisha yako bila wewe kutambua. Lakini ukijifunza kuwatambua, utaweka mipaka, utachagua nani akae karibu na wewe na utalinda amani yako ya akili. Kumbuka hili, kulinda akili yako si ubinafsi, ni hekima. Kama umejifunza kitu leo, andika kwenye comment neno nimeona. Hii iwe ishara kwamba umeanza kuwa macho. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya maarifa ya mengine ya kina kama haya. Tukutane kwenye video inayofuata.